Kichwa cha somo kinasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Kichwa cha somo kinasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Kitabu cha Zaburi 105 mstari wa 4 ndipo hapo ambapo ujumbe huu unatokea. Anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Hapa anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Leo nataka tuangalie umuhimu wa kumtafuta Bwana. Wengi tunazitafuta nguvu za Bwana lakini hatumtafuti Bwana. Hapa kuna vitu viwili vimetajwa. Anasema mtafuteni Bwana na nguvu zake. Ili tuweke vizuri sentensi ni sasa na kusema mtafuteni Bwana na azitafuteni na nguvu zake. Sasa wengi huwa tunachukua kimoja tunaacha kingine. Wako ambao wanamtafuta Bwana hazitaki nguvu zake, na wako ambao wanazitaka nguvu za Bwana alafu hawamtaki Bwana. Na hii sehemu ya pili ndio lina kundi kubwa la watu. Watu wengi wanazitaka nguvu za Bwana lakini hawamtaki Bwana. Wanapenda boga lakini hawapendi walaki. Lakini hapa Biblia inatuambia kwamba mtakeni Bwana na nguvu zake, alafu anamalizia kusema utafuteni uso wake siku zote. Kwa hiyo ukiangalia sentensi vizuri au ile andiko utaona limebezi sana au limeegemea katika kumtafuta Bwana. Ndio maana anasema mtafuteni Bwana na nguvu zake, alafu anasema utafuteni uso wake siku zote. Hajasema mtafuteni Bwana na nguvu zake alafu endeleeni kutafuta nguvu zake siku zote. Anasema mtafuteni Bwana na nguvu zake, alafu tafuteni uso wake siku zote. Manake kilichokuwa cha msingi na kikubwa sana ni kutafuta uso wa Mungu zaidi ya kuzitafuta nguvu zake. Sio vibaya kuzitafuta nguvu za Bwana, lakini kama tukiwa na nguvu za Mungu alafu hatuna Bwana ni kazi bure. Hamna faida yoyote kuwa na nguvu za Mungu alafu kutokuwa na Bwana. Na unaweza kujiuliza, ndio mtu anaweza kawa na nguvu za Mungu afu asio na Mungu? Jibu ni ndio, hiyo inawezekana kabisa. Mtu anaweza akawa anatembea na nguvu za Mungu, anatembea na udhirisho wa Mungu, anatembea na miujiza ya Mungu, lakini Mungu hayupo naye. Hilo jambo ni dhahiri kabisa na Biblia imeliweka wazi. Kitabu kile cha Mathayo sura 7 mstari wa 22 na mstari wa 23. Tuangalie Bwana Yesu alivyosema. Mathayo sura 7 mstari wa 22 hadi mstari wa 23. Biblia inasema hivi. Mathayo 7:22 mpaka mstari wa 23. Anasema wengi wataniambia siku ile. Labda nianzie tu ule mstari wa 20 ili tuweze kuelewa. Mathayo 7:20 mpaka ule mstari wa 23. Anasema ndipo saa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile. Siku gani? Siku fulani inayokuja huko mbele. Anasema wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sasa nisikilize. Hapa anasema sikuwajua ninyi kamwe. Sio kwamba nilikuwa najua kipindi fulani alafu baadaye nikaacha kuwajua. Anasema sikuwajua kamwe. Kwa hiyo maana yake kipindi wanafanya miujiza Mungu alikuwa hajui. Kipindi ambapo wanatoa unabii kwa jina la Bwana Mungu alikuwa hajui. Kipindi ambacho walikuwa wanatoa pepo Mungu alikuwa hajui. Kwa hiyo sio kwamba Kristo alikuwa anawakana. Kuna tofauti ya kukana. Kukana ni ile hali ambapo mtu anatembea naye baadaye anakuja kukuambia sikujui. Lakini mtu anayekwambia nilikuwa sikujui tangu huko hajakukana, anakupa tu taarifa kwamba mimi nilikuwa sikujui, tulikuwa tutembee pamoja tangu ukiwa huko. Kwa hiyo kufanya miujiza sio ticket au sio utambulisho kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Usibabaishwe wala usichanganywe na miujiza ambayo Mungu anakutendea katika maisha yako, au anaitenda kupitia mtumishi fulani au kupitia mtu fulani, au miujiza unayoiona. Usichanganywe kabisa na miujiza ya Mungu. Miujiza ya Mungu iko kila mahali. Hata hapo ulipo unaishi unapumua ni muujiza huo. Unatembea na nguvu za Mungu. Sema tu kwa sababu yale ambayo sisi tunaona sio miujiza, yale ambayo ni miujiza tunaona kama sio miujiza, lakini kiuhalisia miujiza ya Mungu iko kila mahali. Wewe kutembea tu unasimama wima namna hii bila kuwekewa nguzo huku na huku, ni muujiza huo. Wewe hapo
moyo wako unadunda bila wewe kuushirikisha, ni muujiza huo. Kwa hiyo tunatembea na nguvu za Mungu, zipo kati yetu. Sema tunataka kuona muujiza ni pale ambapo tulikuwa tuna uvimbe afu umepotea ghafla. Kumbe huo ni muujiza mdogo sana. Moyo tu kudunda ndani yako tayari ni muujiza mkubwa kuliko hata wa uvimbe kupotea. Kwa kuwa na nguvu za Mungu sio jambo la kuweza kuelezea Mungu yuko mahali fulani. Hii dunia yote hii tunaona ni nguvu za Mungu zote. Upepo unapokuja huku sio nguvu za Mungu hizo. Jua linavyochomoza kule na kuzama sio nguvu za Mungu. Kwa nguvu za Mungu zipo, sio jambo la kushangaza sana. Kinachojalisha ni kumtafuta Bwana. Ndio hapa Daudi anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Wengi wetu tuna bezi sana, tunaegemea hapo kuzitaka nguvu za Mungu. Tunalazimisha hizo kwamba ndio thibitisho kwamba Mungu yuko mahali hapo. Hapana. Ni kweli nguvu za Mungu zinathibitisha Mungu yuko mahali hapo. Lakini haimaanishi kwamba Mungu anaketi mahali hapo. Duniani kuna nguvu za Mungu, hata kuzimu pia kuna nguvu za Mungu, lakini Mungu haketi kuzimu wala haketi katika uchafu. Anaketi mahali pasafi patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni muhimu sana ili kulizingatia kwamba Mungu anataka tutafute. Ndio maana Daudi katika hichi kitabu, labda turejee pale Zaburi ya 105 mstari wa 4. Anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Angalia huyu ambaye amesema hivyo katika kitabu cha Zaburi sura 27 na mstari wa 8. Zaburi sura 27 na mstari wa 8. Anasema Zaburi 27 mstari wa 8. Anasema uliposema nitafute uso wangu, moyo wangu umekuambia Bwana, uso wako nitautafuta. Unaona? Anasema uliposema nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia Bwana, uso wako nitautafuta. Kwa hiyo tunachotaka kutafuta cha kwanza ni uso wa Mungu, ndo Mungu mwenyewe. Tukimpata Mungu, nguvu zake zitatembea na sisi. Na hata hivyo, hata mpaka sasa bado nguvu zake zipo na sisi hata pasipo kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hapa anaposema kwamba tumtafute Bwana, tumtake Bwana pamoja na nguvu zake. Sasa tunamtafutaje Mungu? Au tunamtakaje Mungu? Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 29, naomba nisome hili neno la kutia moyo ili tuweze kujua jinsi ya kumtafuta Mungu na uso wake. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 29. Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 29. Biblia inasema hivi: lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako, utarudia pale. Lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako, utampata ukimtafuta kwa moyo wako wote na roho yako yote. Umeona? Anasema kama utamtafuta Bwana Mungu wako utampata ukimtafuta kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Wengi hatumtafuti Mungu kwa mioyo yetu yote na kwa roho yetu yote. Tunamtafuta Mungu kwa sehemu ya roho zetu na sehemu ya mioyo yetu. Hivyo basi hatuwezi kumuona. Mahali pengine Biblia inasema ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Yaani Mungu anatukuzwa mahali ambapo kuna kitu kimefichika. Jambo limefichika ni utukufu. Ndio maana tumuoni kwa sura. Hatumuoni kwa sura kwa sababu anataka tumtafute. Hatumuoni kwa mwili kwa sababu anataka tumtafute. Kwa hiyo ni lazima tutie bidii katika kumtafuta Mungu. Tunamtafutaje sasa Mungu? Njia ya kwanza kumtafuta Mungu ni kwa kulitii neno lake. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 10 anasema, kwa moyo mtu uamini atakupata haki, na kwa kinywa ukiri atakupata wokovu. Anasema kwa kuwa ukimkiri Yesu, ukimwamini Yesu moyoni mwako na kumkiri kinywani mwako, utaokoka. Kwa hiyo ili kwanza tuweze kumwona Mungu, ni lazima kwanza tumwamini mioyoni mwetu na tumkiri. Baada hapo ni kwenda kufanya hatua nyingine za kiimani kama ubatizo. Hizo ni hatua za kwanza za kumtafuta Mungu. Unaposikia Injili na kuitii na kuacha makosa na kwenda kutubu dhambi, ni hatua ya kwanza kumtafuta Mungu. Hatuwezi kwenda kumtafuta Mungu tukiwa na dhambi na mizigo ya dhambi, au tukiwa hatutaki kuacha zile dhambi tulizo nazo. Ndio tunamfuata tukiwa na dhambi na makosa ili akatusaidie, lakini hatufuati na dhambi zetu ili akatufariji katika dhambi zetu. Tunaenda kutoa mizigo kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapoanza hatua kumwamini Yesu na kutubu na kwenda kubatizwa na kupokea Roho Mtakatifu, ni hatua kwanza kumtafuta Mungu. Baada hapo
hatua ya pili ni kwenda katika makusanyiko, kwenda mahali ambapo mnakusanyika watu wa imani moja na wewe. Usikidharau sana hicho kitu, usidharau kabisa makusanyiko ya kweli ya kimbinguni. Pale ni mahali ambapo utajengwa kwa mafundisho ya neno la Mungu, utakula neno la Mungu, utajifunza Biblia na kadhalika. Tatu, pia utamtafuta Mungu kwa kusoma neno, kwa kusoma Biblia. Ni lazima uwe na kitabu kinachoitwa Biblia, kwa sababu siri za Mungu, mafunuo ya Mungu, mafundisho yote ya Mungu yapo katika kitabu kinachoitwa Biblia. Biblia ndio silabasi yetu. Biblia ndio kitabu chetu cha mwongozo, ndio kitabu cha maisha, ndio kitabu cha uzima, Biblia takatifu. Kwa hiyo ukitaka kumjua Mungu na kumtafuta ili umuone, ni sharti uwe na desturi ya kusoma na kutafuta kujifunza Biblia. Usipoweza kusoma Biblia wala kuitafuta kujifunza, hautakamuone Mungu. Hizo ndizo kanuni za kuweza kumuona Mungu. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza tunapomalizia, sura 28 na ule mstari wa 29. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 28 na ule mstari wa 29. Tuangalie Daudi alivyomwambia mwanae Suleiman. Nyakati wa Kwanza sura 28 mstari ule wa 9. Neno la Mungu linasema, nawe Suleiman, huyu ni Daudi anamwambia Suleiman, nawe Suleiman mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Jihadhari basi, kwani Bwana amekuchagua wewe ili ujenge nyumba itakayokuwa mahali patakatifu. Uwe hodari atende hivyo. Hapa Daudi anamwambia Suleiman kwamba Mungu anatafuta mioyo, anaangalia, anachunguza na kuangalia mawazo na fikra za mioyo ya watu. Ukimtafuta kwa moyo wako wote ataonekana kwako. Kwa Mungu anaangalia. Sehemu nyingine katika Biblia anasema Mungu huangalia, uchungulia kutoka mbinguni akimwangalia mwanadamu gani ambaye anamtafuta yeye. Kwa jicho la Mungu linachungulia duniani kote. Kwa kama ni wewe umeamua kumtafuta Mungu, jicho la Mungu linakuona. Lakini kama umeamua kumtupa Bwana, huyo hutamuona. Atakuwa mbali nawe kabisa. Unajua siku zote kitu kikiwa mbali, ukiwa mbali nacho, ndivyo kinavyozidi kuwa kidogo. Ndio maana ukiangalia ile ndege ikiwa angani kule, ukiangalia kule, unaweza ukiweka kidole chako mbele, ile kidole chako kinaweza kuificha ile ndege yote. Kwa nini? Iko mbali, kwa hiyo inakuwa ni ndogo sana kwako. Mtu akikwambia katika ile ndege kuna uwezekano wamekaa zaidi ya watu 100 kule, unaweza usiamini. Utasema mbona ni kitu kidogo sana, kimekaaje kinabebaje watu wengi? Ni kwa sababu kiko mbali nawe. Ukiambiwa ile ndege ni kubwa sana, ina uzito mkubwa, huwezi kuamini. Lakini unavyozidi kuisogelea karibu, ndivyo inavyozidi kuwa kubwa. Unavyozidi kuisogelea ndivyo inavyozidi kuwa kubwa. Ndivyo unavyozidi kuelewa uwezo wake. Ndivyo unavyozidi kuelewa tofauti na ulivyokuwa unaiona ukiwa mbali. Na Mungu wetu ni hivyo hivyo. Yuko juu mbinguni. Tunavyokuwa mbali naye ndivyo tunavyomuona ni mdogo, hana matokeo kwetu, na kama hayupo kabisa. Ndio maana leo ushangae watu wanakuambia hakuna Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hawajisogeza karibu na yeye kumtafuta. Kwa hiyo hawawezi kumuona Mungu kama mkubwa, kwa sababu wanaona yuko mbali nao, yuko juu mbinguni, kama ile ndege tunaona kule. Lakini mtengeneza picha huyu mtu ambaye labda yuko hapa duniani, chini ya ardhini, anaona ndege kule inapita, alafu akachukua kifaa kinachoitwa darubini, akaiweka katika macho yake, bila shaka ataivuta ile ndege, ataona kwa karibu hata kama iko mbali, na atajua kwamba ni kubwa kiasi gani. Halikadhalika na sisi pia tukichukua darubini ambayo ni Biblia takatifu, alafu tukaiweka mbele yetu, tukaangalia mbinguni, tunamuona Mungu katika ukubwa. Hahitaji kushuka hapa duniani tumuone huyu hapa ndo tuamini. Tuna kitabu kinachoitwa darubini, Biblia, ambacho ndio darubini yetu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatuambia tumtafute yeye, tumtake yeye na nguvu zake. Tusitafute tu nguvu zake, kwa sababu tukipata nguvu zake hazitatufikisha popote. Hapa anasema watakuja wengi wakisema Bwana tukutoa pepo kwa jina lako, atasema siwajui. Ndio maana leo Wakristo wengi wanatafuta miujiza, wanatafuta kufunguliwa, anadhani Mungu ndo yuko hapo. Mungu hayuko hapo.
Mungu anataka tumtafute yeye uso wake zaidi ya nguvu zake. Nguvu zake ndio, lakini cha kwanza tumtake yeye. Uwezi kusema nenda hata wewe mtu ambaye anataka vya kwako tu, anataka labda fedha zako, lakini hakutaki wewe, utamwona ni mnafiki. Kwa sababu wewe upo kwenye fedha, wewe sio fedha. Unaweza kumpa huyo mtu naye asiwepo katika moyo wako, si ndio? Na Mungu naye hivyo hivyo. Anaweza kaapa tumiujiza, anatuangazia jua lake ovu na wema. Atashindwa kukupa wewe afya, atashindwa kufanyia miujiza upate mtoto, atashindwa kufanyia miujiza upate mahali pa kuishi. Mbona hapa duniani kakuja kukupa nafasi ya kuishi duniani? Atashindwa kukupa nyumba? Kwani ulikaa kuna mtu alipiga magoti akamwambia Mungu niumbe niweke katika dunia? Tumejikuta wote tuko katika dunia. Sasa kama Mungu alikupa nafasi ya kuishi duniani, ashindwe kukupa nafasi ya kuwa na nyumba au kitu fulani cha kidunia? Hatakupa, lakini haimaanishi yuko na wewe. Kinachojalisha kwamba yuko na wewe ni uhusiano wako wewe binafsi na yeye. Kwa ni lazima tumtafute Bwana, ndipo nguvu zake ziambatane na sisi. Kipaumbele sio nguvu za Mungu, kipaumbele ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukimpata Mungu tutajua anataka nini. Kitabu cha Ibrania 12:14 anasema hivi. Jitahidini kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Tafuteni kuwa na amani na watu wote na utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kwa Mungu tukimpata anatupa utakatifu. Hicho ndio kigezo cha sisi kwenda kumuona yeye. Lakini tukimlilia atupe vitu vya kidunia, vitu ambavyo vinaharibika, hata tupa tukimlilia sana, hata tupa. Kwa nini atunyime? Kama atakunyima ni kwa sababu fulani. Lakini kama umestahili, unafanya kazi zako vizuri, atakupa tu. Kwani hatuoni watu wanafanya kazi zao wanafanikiwa? Sio wote wanakuwa na shetani. Wengine ni Mungu anawapa kwa sababu wanastahili kupokea ujira wa vile wanavyofanyia kazi. Lakini je, wana uzima milele? Kinachojalisha ni uzima milele. Sio vitu tulivyonavyo ambavyo vinaharibika. Kinachojalisha ni uzima milele. Na uzima milele upo kwa Mungu kupitia Yesu Kristo. Hivyo basi ni lazima tujiwekee ili tuliweke katika fahamu zetu, tuifahamu kwamba Mungu anataka tumtafute yeye kwanza. Tusiangalie vitu vyake. Hivyo vitu vyake vinakuja na vinaweza vikaondoka na tukabaki pale pale. Lakini tukimtafuta yeye na kumpata yeye, hivyo vitu vingine vitakuja, na hata visipokuja tuna uhakika kurithi uzima milele. Na ndicho cha msingi. Biblia inasema Yohana hakufanya muujiza hata mmoja. Lakini mambo yote aliyosema kumhusu Yesu alikuwa ni kweli, aliyosema kumhusu Yesu alikuwa ni kweli. Yohana Mbatizaji hakufanya muujiza hata mmoja. Lakini tena huyo Yesu anasema katika wazao wa wanawake hajatokea aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Hata Musa, hata manabii wote kuna Musa hawakuwa wakuu kama Yohana Mbatizaji. Hata Elia ambaye tunamuona ni Elia yule alikuwa anashusha moto, hakuwa mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Walifanya miujiza, lakini kiwango ambacho Yohana Mbatizaji alikuwa anatembea nacho cha kumhusu Mungu ilikuwa ni kikubwa kuliko manabii wote. Kwa hiyo kinachojalisha ni kumjua Mungu na si kuzipata nguvu zake. Nguvu zake zipo nasi daima na zitaendelea kuwa na sisi. Hizo zinaelezea sehemu ndogo sana ya uwepo wa Mungu mahali fulani. Lakini kumjua Mungu na kanuni zake, amri zake na sheria zake zinaelezea sana uwepo wa Mungu kwa huyo mtu au kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka tujifunze ujumbe huu na Roho Mtakatifu atusaidie. Amen. Amen. Basi tuombe, alafu baada hapo tukasikilize maswali na majibu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neno lako. Tunaomba ukatusaidie. Tunapokujua wewe ni bora zaidi na nguvu zako tunajua zitafuatana nasi. Naomba Bwana Yesu kila mmoja ambaye anasikia na amesikia maneno haya ukamwongezee hiyo neema, nami pia ukaniongezee neema Bwana. Niweze kuzitafuta nguvu zako, lakini pia zaidi sana nikautafute uso wako. Kwa kuwa ulisema tukutake wewe na nguvu zako. Wewe ndio wa kwanza. Kwa hivyo Bwana tunaomba ukatusaidie kwa hivyo. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen.